Na mahakama ya kushughulikia kesi za ugaidi iliyo kwenye mahakama ya Kahawa katika kaunti ya Kiambu inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu iwapo makachero kutoka kitengo cha polisi cha kukabiliana na ugaidi wanapaswa kuruhusiwa kumzuilia mkimbizi wa Uturuki kwa siku 15 ili kukamilisha uchunguzi au kumwachilia kwa dhamana. Uamuzi huo unajiri kufuatia kukamatwa kwa Ahmed Mustafa Gungor ambaye alinaswa katika kituo cha reli ya kisasa jijini Nairobi alipokuwa akisafiri kutoka Mombasa. Ahmed Mustafa alikamatwa kwa tuhuma za kuhusika katika makosa yanayohusiana na ugaidi. Makachero kutoka kitengo cha kukabiliana na ugaidi ATPU wanaomba kuongezewa muda wa kumzuilia raia wa Uturuki Ahmed Mustafa Gungor huku akiendelea na uchunguzi kuhusu madai ya kuhusika katika shughuli za kigaidi humo nchini na nje ya nchi. Gungor alikamatwa tarehe 21 mwezi Disemba katika kituo cha reli ya sasa SGR cha Nairobi alipokuwa akisafiri kutoka Mombasa baada ya maafisa kumtilia shaka kwa kuhusika na makosa yanayohusiana na ugaidi. Kulingana na hati ya kiapo iliyowasilishwa mahakamani, makachero hao wanachunguza makosa kadhaa chini ya sheria ya kukabiliana na ugaidi ya mwaka 2012 yakiwemo kukusanya na kutoa mali au huduma kwa ajili ya kutekeleza shughuli za kigaidi, kuwa mwanachama wa kundi la kigaidi, pamoja na kukusanya taarifa kwa madhumuni ya ugaidi, miongoni mwa makosa mengine ya uhalifu wa kimataifa uliopangwa. All we are asking that Your Honor, you grant us 15 days so that, Your Honor, you balance the rights that you are being told we are about to violate, the rights of the respondent to liberty vis-a-vis the public right or the state's obligation to protect its citizen. Only for 15 days, Your Honor. And we've been told that the respondent has been here for I don't know how many years, Your Honor. 15 years. Mahakama ilielezwa kuwa mnamo tarehe 28 mwezi Novemba, serikali ya Uturuki iliandika rasmi kwa maafisa husika humu nchini ikiomba msaada wa mahakama katika kesi inayomhusu mshukiwa huyo ambaye inadaiwa alikuwa ametoroka kabla ya kukimbilia Kenya. Ombi hilo linatafuta usaidizi wa kunakili maelezo ya mshukiwa kuhusu mashtaka ya ugaidi anayokabiliwa nayo katika mahakama kuu ya pili ya Kahramanmaras nchini Uturuki. The instructions from the Turkish government have been conducted fully. The instructions, Your Honor, were simple. Invite the accused. Not arrest. Invite the accused. Record the accused identity information. The crime, explain to the accused the crime which he has been accused of and explain it to him. You know, those were the only instructions that came from the Turkish government. Akiongea kwa niaba ya upande wa mashtaka, wakili wa serikali Kiarie aliambia mahakama kuwa mshukiwa huyo anaweza kutoroka na pia kuingilia uchunguzi unaoendelea endapo ataachiliwa kwa dhamana. The seriousness of the offense that now the Kenyan government is looking into this matter. The offenses that we have highlighted in paragraph 3 of the affidavit report, as well as the offenses with which Your Honor is suspected to have committed in the Republic of Turkey. Your Honor, again, this can be a motivating factor for the respondent to flee. The compelling reason is that there is also likelihood of interference with the ongoing investigations. Hata hivyo, kundi la utetezi linaloongozwa na Mwaura Kabata kupitia mtandaoni pamoja na mawakili Robert Odanga na Nabil Khan lilipinga ombi hilo la mkurugenzi wa mashtaka ya umma. I am saying that Mr. Gungor has been in the country for 15 years. He has not committed any offense known to Kenyan law. He is law-abiding. He has a fixed abode. He earns a living in Kenya. He pays taxes. Fast forward from 15, on 20th, Mr. Gungor is on SGR with his family. The prosecution here stated that he doesn't have a family. He was there with his family, 2 daughters, wife, and in-laws. They were all picked up 20th at night. Contrary to the application today saying he was arrested on 21st, he was arrested on 20th. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi wake tarehe 30 mwezi Disemba ili kubaini iwapo makachero hao wataongezewa muda wa kumzuilia mshukiwa huyo au iwapo ataachiliwa huru
au kufunguliwa mashtaka rasmi yanayohusiana na ugaidi. The court has to take time to consider the submissions, the authorities, the annexures, in order to render itself in a ruling. The earliest I am able to do so, if I can if I'm being practical, is on the 30th of December. That is Tuesday of next week. Khalid Abdullahi, Darubini.